Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niruhusu. Nimemsikiliza kaka yangu na rafiki yangu mpendwa Daktari Tale. Wakati namsikiliza nikaona shauku aliyokuwa nayo ya kwamba anatamani kuona arena inajengwa, lakini nilipofuatilia kwa kina nikagundua Babu Tale ni mjumbe wa kamati yetu elimu, utamaduni na michezo. Nikasema, Msigwa, nimekukosea nini ndugu yangu kiasi kwamba kablasha uliompa Babu Tale umenyofoa peji namba 79 kifungu cha kwanza B kinachoelezea mkakati wa serikali wa kujenga arena. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Habari, Sanaa, Michezo na Utamaduni tumejipanga kikamilifu, na ukisikiliza hotuba ya waziri wetu wa uwekezaji aliongelea mpango wa ujenzi wa arena ndani ya bajeti ya miaka 5. Lakini pia ilani ambayo ndugu yangu Sanga ameisoma imeeleza kwa kina ni ilani ya 2025 2030. Mipango ya ujenzi wa arena uko pale pale, na tayari kwenye bajeti ambayo leo mtaipitisha tumeweka token ya bilioni 1 ikiwa ni sehemu ya fedha za kuanza feasibility study. Na mkiangalia kwenye picha ya Mheshimiwa wabunge mtaona michoro ya kwanza ambayo tumeshakwisha kuipata, na tayari eneo tunalo la pale Tanganyika Packers Kawe, na eneo hilo tunalo la heka 12. Tunasubiri tu tukamilishe tuingie kwenye feasibility study, na kwa mpango mkubwa wa Daktari Samia. Hapa naomba niende taratibu. Daktari Samia alifanya mazungumzo na serikali ya Korea kuomba fedha zaidi ya bilioni 2.5 dola, na katika fedha zile, miongoni mwa hizo fedha tumepangiwa Wizara ya Habari, Sanaa, Michezo na Utamaduni kwa ajili ya ujenzi wa arena ya kisasa yenye thamani ya bilioni 300, kwa ajili ya ujenzi wa studio yenye thamani ya zaidi ya bilioni 150. Hiyo fedha si rahisi kuiona kwenye bajeti yetu, kwa sababu hiyo fedha inategemea mazungumzo yanavyozidi kwenda. Lakini dhamira Daktari Samia amesema hata kama hii fedha ikichelewa, ndani ya miaka 2-3 ijayo, malengo yangu kwenye miaka yangu 5 lazima nijenge arena ya kisasa inayokuwa na uwezo mkubwa zaidi. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeendelea kuhamasisha wadau, kuwaomba wadau wote wenye uwezo waje. Serikali ya Daktari Samia iko tayari kushirikiana katika private sector na kuhakikisha kwamba tunajenga arena. Hivi ninavyoongea, Mheshimiwa Mwenyekiti, tayari tunaye mwekezaji pale Ubungo anajenga arena ya kubeba watu 2500. Lakini tayari tunao mwekezaji kupitia timu yetu ya Dasite ambao tayari amepata eneo Kinondoni, na yeye anajenga uwanja wa basketi kwa ajili ya timu yetu ya hapa ndani na timu zetu za nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikuhakikishie ndani ya miaka hii 5 itakuwepo arena na studio nao kwenda kujengwa. Nimeusikiza vizuri sana mchango wa Mheshimiwa mbunge ndugu yetu ambaye tena ni naibu katibu wa mambo yetu ya chama chetu. Kaeleza kwa kina sana habari ya mavazi. Ameeleza habari ya vifaa vya wasanii wanapoenda kuigiza. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ukweli usiopingika. Si kila Mtanzania amefika Marekani, lakini kila mtu anajua ukubwa wa jeshi la Marekani kupitia kwenye vyombo vya taarifa habari pamoja na habari ya movie. Kila mtu hajafika Marekani, lakini tunajua White House imekaaje. Hiyo yote ni kazi iliyofanywa uwekezaji mkubwa ambao hilo jengo tunakwenda kulijenga. Tukisema studio ya Mheshimiwa Bunge, sio studio yenye microphone na kiti.